Huhali gani mpenzi mtazamaji wa King Morris TV? Ni baada ya ukimya wa muda mrefu sasa, hatimaye King Morris TV itakuwa inakuletea makala nzuri na za kuvutia. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uweze kuwa wa kwanza kupata makala nzuri kama hizi. Ukifika pale Italia kwenye milima ya Apennine, kuna sehemu ndogo ya nchi inaitwa San Marino. Hapa kuna marais wa nchi wawili ambao huchaguliwa kila baada ya miezi 6. Nchi hii unayoiona hapo kwenye picha, wana pesa yao inaitwa Submarines na jeshi lao pia. Mfumo wa kuwa na marais wawili kila baada ya miezi 6 ulianzishwa mwaka 1243 na unalenga kuzuia mkusanyiko wa madaraka mikononi mwa mtu mmoja kwa muda mrefu. Asili na msingi wa San Marino ipo hivi. Nchi hii ilianzishwa tarehe 3 Septemba mwaka 301 BK na Marinus wa Dalmatia, ambaye alikuwa mchonga mawe Mkristo kutoka kisiwa cha Rob alipotoka. Leo hii ni sehemu ya nchi ya Croatia. Marinus alikimbia mateso ya kidini yaliyokuwa yakifanywa na mfalme Diocletian wa dola la Roma. Alipofika kwenye kilele cha mlima Titano, alianzisha jamii ndogo ya Wakristo waliotafuta hifadhi na uhuru wa kuabudu. Kwa karne nyingi, jamii hii iliendelea kuwa na uhuru wake. Ilijitawala kwa kujitegemea. Mnamo mwaka 1291, Papa Nicholas wa 4 alitambua rasmi uhuru wa San Marino, jambo lililoweka msingi wa kutambulika kwake kimataifa kama taifa huru. Mwaka 1600, San Marino ilipitisha katiba yake rasmi, ambayo ni miongoni mwa katiba za zamani zaidi duniani zinazotumika hadi leo. Katiba hii imechangia katika kudumisha utulivu na uhuru wa nchi hiyo kwa karne nyingi. Katika karne ya 19, San Marino ilitoa hifadhi kwa wapigania uhuru wa Italia, akiwepo Giuseppe Garibaldi wakati wa harakati za kuunganisha Italia. Baada ya hapo, mwaka 1862, San Marino ilisaini mkataba wa urafiki na Italia, ambao ulithibitisha uhuru wake na kuweka msingi wa mahusiano ya kirafiki kati ya nchi hizo mbili. Leo hii San Marino ni taifa dogo lenye watu takriban 34,000 na eneo la kilomita za mraba 61.2. Licha ya ukubwa wake mdogo, nchi hii ina utawala thabiti, uchumi unaotegemea utalii na ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Mji wake mkuu Città di San Marino pamoja na mlima Titano umetangazwa kuwa urithi wa dunia wa UNESCO kutokana na umuhimu wake wa kihistoria na kitamaduni. San Marino imegawanyika katika maeneo 9 ya kiutawala yanayojulikana kama Castel au Umoja wa Castello, ambao ni sawa na manispaa kwa Bongo. Kila Castello lina serikali yake ya ndani inayoitwa Giunta di Castello, inayoongozwa na kapteni wa Castello ambaye huchaguliwa kila miaka 5 na wakazi wa eneo hilo. Kila Castello ina mji mkuu wake na maeneo madogo yanayojulikana kama Curazio, ambayo ni sawa na vijiji au vitongoji. Kwa ujumla, San Marino ina curas 44 zilizogawanyika katika Castello 9. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Baada ya kuona makala hii fupi ambayo inaelezea San Marino, wewe ni nini mtazamo wako?
niandikie sehemu ya comment juu ya mtazamo wako. Nini mtazamo wako juu ya makala hizi? Asante sana kwa kuendelea kufuatilia. Jina langu ni Morris Makarius, Morris Machiavelli Philosophy. Asante sana. Endelea kufuatilia channel hii, kulike, kucomment na kusubscribe. Asante.